asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana kulipa kidogo. Aliyetangulia alishukuru kidogo kwa viongozi waliokaribisha hapa tuliokuja katika ushirika wa Kimanda, lakini ningependa kwa mara ya pili tena nishukuru, kwa sababu kukaribishwa sio kitu rahisi. Mwenyekiti, najua sio watu wakarimu hivi wakamkaribisha mtu ambaye hawajawahi kumuona, ni mara ya kwanza, hawatawajui yukoje. Ingekuwa labda mdogo wangu hapa hebu simama mdogo wangu angekuwa amenijua, labda angenitambulisha kidogo, kwa sababu yeye tunafanya tuko wote huko mtaani. Lakini mtu kama hajakufahamu kabisa ukamkaribisha nyumbani kwako, mara nyingi unaangalia, akija kulala tu, akija kukaa unaangalia milango imefungwa. Ukiwa na wasiwasi tu unaweza usilale kabisa usiku. Unaangalia ile milango imefunga ili asije kaniibia. Asije kawa kibaya. Au asije akaja kuiba waumini wetu akaenda kubadilisha dini nyingine. Huwa kuna wasiwasi mwingi. Kwa hiyo mtu akaamua kufanya maamuzi kabisa kuwakaribisha na mkaja hapa, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo naomba nipelekee shukrani zangu kwa mchungaji wa usharika, tumpelekee shukrani kwa mwinjilisti, wazee wa kanisa na wewe mwenyewe nashukuru sana. Kwa sababu bila nyinyi vijana wengi msingekuja. Mimi kitu ambacho ningeendelea kuzungumza, kusema kuja kwenu hapa vijana mko wachache, lakini uchache wenu ndio mafanikio yenu. Kwa sababu hata mnapoangalia huko duniani waliofanikiwa sio wengi, ni wachache. Kuna watu ambao wanafanikiwa wanaanza kujiengua kutokana na kuja kujifunza. Wasiojifunza watajiacha. Baadaye tukija kufundisha hapa unaweza kushangaa mlitakiwa kuja labda watu 200. Mmekuja watu kama 35. Baada ya 35 kuna watu ambao tukifundisha hapa labda nusu yake au robo yake watachukua mafundisho, sio? Wengine watasema kesho. Kwa hiyo ndio maisha. Hao nusu watakaochukua wataenda hivyo, baadaye watajitokeza watu ambao watarudi. Na watarudi hawataenda mbali. Watarudi humu ndani kanisani. Ambao hawakuja na ambao hawakufuata yale maelekezo au mafundisho tuliyokuwa tunawafundisha, watakuwa wanasema, unamuona yule fulani tulikuwa tunasali wote kanisani. Watakuwa wanasikiliza kawaida hivi, sio? Ndio dunia ilivyo. Huwa wanasema umemwona mtu fulani tulikuwa wote, umemwona mtu fulani yuko hivi, umemwona mama fulani tumebadilika. Ndio vitu vya kawaida kabisa. Kwa hiyo msisikie vibaya, msisikie vizuri kabisa. Kusema ndio mwanzo wa mafanikio, kwa sababu kuanza safari ya mafanikio ni uamuzi, na sio uamuzi rahisi. Ni uamuzi mgumu kabisa. Sio wote ambao wanaweza kuchukua tu wakaamka. Ni vizuri lazima upate mtu kukushika mkono, au wewe mwenyewe uamke ujue ni kitu gani unataka kufanya. Kama nilivyokuwa nimesema aliyetangulia Mai, Mafanikio Academy tumeona ni vizuri tukachukua muda huu kuwasaidia vijana. Ndio kazi yetu. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini tunakuja? Tumeamua weekend tu tunatumia muda wetu kuwasaidia vijana. Tunajua tukiwasaidia vijana 2, 3, 4, baadaye wakibadilika hao wachache wanaweza kuwa chachu kwa watu wengine, vijana ambao wanataka maendeleo. Kwa hiyo tunatumia weekend. Kusema tunapotoka weekend tunakuja tunawasaidia vijana. Lakini mara nyingi issue nyingine ambayo tunasema, kitu kingine ambacho tunakipenda, tumegundua kusema Watanzania wengi ukiangalia wanaishi kwa matumaini. Ndio ilivyo. Mtu anaishi anasema nitafanikiwa kesho kutwa. Ana miaka 20, nitafanikiwa. Anaishi maisha yale, hela anazopata zile, kila kitu anaamka mazingira yale, lakini anafikiria siku moja atafanikiwa. Anafikiria atafanikiwa kimiujiza. Watu tunapenda miujiza. Wale wengi tunapenda miujiza. Anakaa pale anasikia watu wengi wanaotaka kufanikiwa wanafikiria watafanikiwa. Niwakumbusha utafiti mmoja uliofanyika Marekani. Walichukua watu 64 wakiwa na miaka 20. 64 wakawauliza, baada ya miaka 30 mnategemea mtakuwa na maisha gani? Wakawachanganya makundi mbalimbali. Wakaweka watu wakasema baada ya miaka 30 mtakuwa na maisha gani? Wote waliowauliza wale 100 watu 64 wakasema wote tutakuwa matajiri. Hakuna mtu aliyesema atakuwa maskini.
Ni kama nikiwauliza huko ndani, watu gani ambao utakuwa maskini na watu gani ambao utakuwa tajiri? Nikiwauliza wote tutanyosha mkono, tunasema wote tutakuwa matajiri. Utafiti udanganyi. Ni kama kusema moja ongeza moja ni mbili, namba hazidanganyi. Walifanya miaka 30 na utafiti ambao ni sawa kabisa, hauna mtu kuuliza uliza. Walipofanya utafiti huo walifanya kwa vijana ambao walikuwa na miaka 20. Wakaja wakarudia ule utafiti wale vijana wakiwa na miaka 55. Wakawatembelea wale vijana waliosema sisi tutakuwa matajiri. Kati ya wale vijana 60 waligundua ni kijana mmoja tu aliyekuwa tajiri. Ni kijana huyo mmoja tu. Wawili walikuwa na maisha yao ya kuwa na hela, wamejitosheleza, hawana shida. Yaani ukitaka kila kitu, ukitaka kwenda holiday, kwenda likizo na nini, hela zake zimetulia, hamna shida yoyote. Watatu wakagundua kama watatu walikuwa bado wanaendelea kufanya kazi, wameajiriwa. Wengine wote waliobaki 58 walikuwa choka mbaya. Ninaposema choka mbaya, asipopata mshahara wa mwezi mmoja anafikiria anakuwa hana kitu kabisa. Kuna watu ambao yani kufilisika kwao ni mshahara wa mwezi huu mmoja. Ukimwacha mwezi mmoja tu ameshakuwa maskini kabisa, anakosa hata kilichokula. Lakini ni utafiti ambao tunauona, ni utafiti ambao na kweli watu wengi wanafanya. Na ndio hapa vijana tulipo hapa. Utafiti huo unatuhusu. Sio mtu mwingine aliye mbali au sehemu nyingine, unatuhusu. Tulipo hapa tusipobadilika, tukaishi kama ilivyo, ni garanti. Yaani hakuna cha kusema kweli au sio kweli. Tusipobadilisha maisha yetu, kati ya hapa kundi tulilo nalo, tunaweza kusema ni mmoja au wawili ndio wakawa matajiri, au watatu au wanne ndio wakawa na mambo yao yametulia, wengine wote tukawa ndio wale wa story ambao tumechoka kidogo. Tutakuwa tunatembea pale, tunalaumu serikali, tunalaumu kila mtu, tunalaumu kila kitu kilicho mbele yetu, au tunapita barabarani tunazungumza peke yetu. Naona mara nyingine tunapita wazee, tunaona wanazungumza peke yao, tunamwona na jamaa huyu vipi anazungumza peke yake. Kumbe ndio mambo yenyewe alipokuwa kijana mambo hayakukaa vizuri, au muda wake hakutumia vizuri. Ni vitu kama vile vinatokea. Na vile kitu kingine ambacho utafiti ulifanywa, nataka tuzungumzie mambo ya utafiti ili tujue ukweli kwa watu, kwa sababu mimi napenda utafiti kabla sijaenda kwenye soko lenyewe. Waliwauliza wazee, walifanya utafiti wakawauliza wazee 70 wenye zaidi ya miaka 95. Wakukusanya wazee miaka 95. Wakawauliza wale wazee. Wakasema, nyinyi wazee wenye miaka 95 na kuzidi, kitu gani ambacho mngependa kibadilike katika maisha yenu? Mngezaliwa kuwa vijana, kitu gani kimoja wapo ambao mngependa kibadilike kiwe tofauti na mlivyo sasa hivi? Wazee wengi 80% wangesema ningekuwa kijana ningefanya kazi zaidi. Wengine wanasema ningekuwa kijana ningefanya maamuzi mapema. Wengine walisema ningekuwa kijana ningechukua riski kwa Kiswahili tunasema ningejitoa mwanga kidogo. Wao wazee wanasema. Lakini mara nyingi tukiangalia sisi vijana, bado tuko vijana bwana, mambo yetu yametulia, sio? Uzee bado huko mbali, mara nyingi tunajifariji. Kwa sababu bwana mimi nitafika, tuna miaka 20, wengi 30, nasema nikifika miaka 40 nitafanya maamuzi. Na wale walikuwa hivi, walikuwa na matumaini. Ukiwauliza wazee wote ambao walikuwa naishi zamani, hakuna mtu mmoja ambaye alikuwa hana matumaini. Wote walikuwa na matumaini watakuwa matajiri. Wote walikuwa na matajiri. Lakini kinachojiuliza, kwa nini wachache walifanikiwa na wengine wakawa maskini? Ni hicho ambayo inaniuma. Na sisi mafanikio ni kitu ambacho tunajiuliza mara mbili mara tatu, inatuumba. Inatukereketa kusema vijana, ukiangalia vijana wa Tanzania wana nguvu, wana uwezo na ni wakakamavu. Kikubwa tu wanachokikosa ni fikra. Hebu tujaribu kushikana mkono kama inawezekana. Ili siku moja tunajua tukifanikiwa tukiwa wengi, wakifanikiwa wakiwa wengi na watu wengine watatu wanne, unapokuwa na watu waliofanikiwa rafiki zako wengi na wewe unafanikiwa, ni kama ukiwa na matajiri wengi na wewe unakuwa unakaribia kuwa tajiri. Kwa sababu ukiwa na shida mtu atakushika mkono. Ukiwa na maskini wengi na wewe utakuwa na maskini, kwa sababu maskini ndio watakushika mkono wa maskini.
Mkono wa umaskini unajua atakupia, atakuomba buku, atakuomba vocha, atakupiga vibomu viwili vitatu. Ndio faida ya kuwa na maskini kama rafiki yako. Tajiri anaweza kukusaidia, akakushika mkono, akakupa fursa, akakupa wazo la biashara, akakwambia maisha yanaendaje sasa hivi, bwana usifungue hiki, ukaona tatizo akakupea hela kidogo. Ndio maisha yalivyo. Kwa hiyo maisha tunawatengeneza sisi wenyewe. Kuna kitu ambacho nilitaka tujiulize. Ni maswali yako manne. Maswali yako manne. Kama na daktari andika. Tujiulize haya maswali. Kabla sijaenda huko mbele tujiulize. Ni maswali manne. Swali la kwanza, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini nisifanikiwe? Jiulize hayo maswali. Kwa nini nisifanikiwe? Kwa nini nisifikie ndoto yangu? Kwa nini nisiwe na biashara? Tujiulize maswali. Kwa nini nisiwe na gari nzuri kama magari yanayopishana hapa barabarani? Kwa nini mimi nije niwe familia kubwa na tajiri? Kwa nini mimi nisiwe mwimbaji mzuri Tanzania, watu wakakusanyika wengi wakaja kunisikiliza? Kwa nini mimi nisiwe na nyumba nzuri? Au kwa nini nisiwe na biashara ya magari? Au nikao tajiri ambayo watu wanaweza kukimbilia kwangu na kuniomba na kutoa msaada na kusaidia jamii? Hayo maswali ni vizuri tukajiuliza. Kila siku unapoamka asubuhi, jiulize hilo swali. Kwa nini nisifikie ndoto yangu? Kwa nini nisifike sehemu fulani? Kwa nini nisifanye kitu fulani? Kwa nini nisifanikiwe kama mtu fulani? Kwa nini mimi nipo hapa? Kwa nini nisisonge mbele? Lazima hayo maswali tujiulize. Jiulize kila siku. Hilo ni swali la kwanza. Ni swali muhimu sana. Tunaweza kusema ndogo lakini ni muhimu sana. Ukijiuliza hilo swali kila siku litakupa uwezo wa kufikiri. Swali la pili ambalo tunatakiwa kujiuliza. Kwa nini nisifanikiwe kama watu waliofanikiwa? Kwa nini nisiwe kama watu wengine? Kwa nini mimi nisiwe naendesha gari kama fulani? Kama mimi nisiwe na mabasi kama wengine wana mabasi? Kwa nini mimi nisiwe na magari kama wengine wana magari? Kwa nini mimi nisiwe mfugaji wa kuku kama wengine wanafuga kuku? Angalia jirani yako, angalia kitu chochote unachokiona mbele yako, sema kwa nini mimi nisiwe kama kitu ambacho nakiona kama fursa kwangu? Kila mtu hapo ndani ana ndoto yake. Ambaye anajiuliza kwa nini mimi nisiwe sehemu fulani? Kwa nini nisiwe na kitu fulani? Au kwa nini mimi nisiwe na kama mtu fulani? Au kama mwimbaji unasema kwa nini nisiwe mwimbaji kama Mwaikeli? Unajiuliza hayo maswali. Ni vizuri tukajiuliza hayo maswali. Kwa sababu mara nyingine tunakuwa na vipawa wapi? Tumekuwa na vipawa vyetu viko ndani yetu. Lakini tunafikiria hatuwezi. Lakini tunajiuliza ile maswali tunajiangalia sisi wenyewe. Tunafikiria haya maswali yanaweza kutusaidia kufikiria. Swali la tatu ambalo tunatakiwa kujiuliza. Kwa nini isiwe mimi? Kwa nini isiwe mimi? Hilo ni swali la tatu. Kama wengine wamefanikiwa, kama wengine wamekuwa kama wengine wanaweza kuimba vizuri, kama wengine wanaweza kufanya biashara vizuri, kama wengine wanaweza kuwa na nyumba nzuri, kama wengine wanaweza kuwa na biashara kubwa, kama wengine wanaweza kufika sehemu wanaweza kwenda Ulaya na kurudi kufanya biashara za kwenda China na kurudi, kama wengine wanaweza kufanya vitu vikubwa za kujenga hoteli na vitu vingi ambavyo vinafanyika hapa duniani, kwa nini nisiwe mimi? Jiulize hilo swali. Ni swali dogo ambalo mara nyingi tunasema kitu cha kawaida, lakini jiulize. Alafu jiulize tofauti yako na wewe ni kitu gani anayefanikiwa wewe unafanikiwa. Ala ufikia ambapo wewe unataka kufikia. Kwa nini siwe wewe? Mara nyingi watu wanatafuta sababu. Hili swali linakujaga na sababu nyingi ambazo watu wengi wanatafuta vichaka. Ukiangalia watu wengi, ukiuliza kwa nini siwe mimi, mtu anakuja na sababu nyingi. Anaweza akakuja na sababu kama 100. Mtu anakuambia bwana mtali shida. Anakuambia mtali shida. Lakini ukiangalia matumizi yake ya siku,
kama ilivyokuwa nasema nilivyotangulia, ni zaidi ya mtaji. Hawezi kusema hela hamna. Lakini ukiuliza mama anayepika chips au kijana anayetoka mahindi barabarani au kijana anayeuza pipi au kijana anayekaanga mihogo, ana mtaji wa shilingi ngapi? Ni swali tu la kawaida. Watu wengi tunaogopa zile biashara. Tukiziona zile biashara tunaziogopa. Tunafikiria nikifanya ile biashara majirani watanioneje, nitajishusha. Tunavaa tai zetu, tumeona jamaa wataniogopa, watanikimbia. Watasema mimi sina hela. Kwa hiyo tunashindwa kufanya vitu ambavyo tunafikiria vitatusaidia kwa kuangalia mawazo ya watu wengine. Watu wengine watanioneje, watu wengine watanifikirieje, watu wengine watafikiria mimi nimefulia. Mimi nilikuwa mwaka 2000 nilikuwa pale Morogoro, nilikaa mwaka mmoja pale Morogoro. Natoa mfano lakini niwakuchekesha kidogo, sio. Alikuwepo mkongo mmoja. Alikuwa anavaa suti. Yaani akitoka anavaa suti, anapendeza. Yule jamaa nyumba aliyokuwa nakaa yule mkongo, mimi wewe mwenyewe unajua, kilikuwa kibanda cha nyasi kilichojengwa kwa miti, kimekaa kiupande. Yule mkongo alikuwa akienda barabarani, mtu akimuona alikuwa anajua yule jamaa kama afanye BOT basi yuko TRA au lazima ni mfanya biashara mkubwa. Lakini alikuwa yule jamaa na tabia moja. Akitoka nyumbani alikuwa na inama. Yeye alikuwa anatoka nyumbani imekaa, alikuwa akitoka ndani ya nyumba hatembea, hafungui mlango hivi. Alikuwa anatoka huko amechuchumaa, anafunga mlango, anachuchumaa, anaenda kuchomokea barabarani. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hajui anakaa wapi. Walikuwa wanasema huyu jamaa anakaa wapi? Na alikuwa anarudi nyumbani usiku, kwa sababu kama watu wajue, alikuwa anajificha, anarudi nyumbani usiku, ili kila mtu asijue huyu jamaa anakaa wapi. Alikuwa anaogopa watu, kwa sababu alikuwa anajua watu wakiwa maskini hawezi kutamba mtaani, hawezi kukaa meza ndefu akanywa bia za shilingi 100,000 wakati nyumba inavuja. Lakini mimi nilikuwa najiuliza, ni watu wangapi ambao wako kama yule mkongo, ambao ukiangalia ana smartphone, ambao ni mtaji kabisa wa kuanzisha biashara. Ana smartphone ya 200,000. Na hapo kuna watu ambao wana simu ya tochi, ambao tunawashuhudia kabisa wameanza na simu ya tochi wakifanya biashara. Baada ya miaka 5 tunawaona wanatupita. Sisi tulikuwa pale na smartphone, tunaitumia smartphone, tunatumia kama kawaida, tunaita simu hizo WhatsApp, tunazungumzia watu wafanyao, tunachat na wale wataalamu wale watu maarufu. Tunajua uko kwa WhatsApp tunachat, unaangalia wale wasanii maarufu wale ambao mnawajua, hata siwezi kuwataja. Kila mtu anajua mara wasanii maarufu. Anachat naye, anaangalia yuko wapi, amepigaje picha, leo ndio story wanazopiga watu. Yeye anasahau yeye ni nani. Unapopiga picha na wale wasanii, unawasaidia wale wasanii kuingiza hela. Kwa sababu wewe usipotembelea zile WhatsApp zao na Facebook zao na Twitter zao, hawatakuwa maarufu. Ina maana wenyewe maarufu walionao wanachukua kwako na kwetu sisi wote ambao tunapiga nao chana. Tukikaa sisi kimya, wenyewe watakosa umaarufu. Ina maana wanatumia nguvu yetu. Sisi tuko bize kuwapa wao maarufu, tunasahau maisha yetu. Tuko bize kuwapa wengine umaarufu. Tuko bize kuwapa wengine hela, tuko bize kuwafanya wengine wao na network kubwa, tuko bize kusikiliza muziki yao na kulipia, tukisahau sisi tunatakiwa tuwe wapi. Ni maisha ambayo tunaishi. Ni swala ambalo inabidi tufikirie sana. Kitu kingine ambacho kinaharibu mambo ni shule. Watu wanasema mimi si, kwa sababu mimi nimesoma degree. Mimi na masters. Siwezi nikapika chakula nikaanzisha biashara ya chakula. Siwezi. Mimi na degree yangu niuze mihogo, siwezi. Anakufa na tai yake shingoni. Mimi nakumbuka nilipoenda Uingereza, nilikuwa najilipia ada mwenyewe. Nimemaliza degree ya kwanza. Nimefika pale airport na dola 500. 500 ni kama milioni 1. Sijui nitalala wapi, nitaishije, nitalipeje ada. Nimeenda niliripoti shuleni.
Wanasema lipa ada, anasema ada inakuja, mzee wangu anafanya nini? Anaituma, wakati najua hamna kitu. Nikaingia mzigoni. Siku ya kwanza nimefika, ya pili nikabidi nianze kutafuta kazi. Kazi ya kwanza niliyopata ni kulinda, kuwa mlinzi na digrii yangu. Nimetoka na digrii yangu ya kibongo. Na lala site na linda. Siku ya kwanza nimeripoti pale kazini naenda kulinda, yule jamaa ameniuliza swali, unajua kusoma na kuandika? Nikasema najua kidogo. Kwa sababu unapotaka kazi ya ulinzi, CV ya digrii haitakiwi kule, sio? Ukisema wewe una digrii haitakusaidia. Wewe unatakiwa mlinzi, inabidi behave kama mlinzi. Usio kaenda unakuwa enda kutafuta kazi ya ulinzi na behave kama wewe una digrii, watakufukuza kazi siku ya pili. Na wewe una njaa, unatakiwa ufanikiwe maisha yako, ulipe ada. Nikafika pale nikalinda. Piga mzigo. Wiki ya kwanza ya pili wakanifukuza kabla sijapata ile ada. Nikakaa nyumbani mwezi mzima. Mwezi wa 3 nikapata ada, nikaenda kulipa. Nilipolipa ile ada nikaendelea na shule. Nilipokuwa nasoma kule sikujali na degree, sikujali na elimu gani, sikujali na kitu gani. Nikapata master yangu. Na nilipopata master yangu nikapata kazi nyingine. Si ya kipumbavu. Ya kuwafanyisha mazoezi wazee. Tunafahamu kufanya mazoezi wazee, sio? Ni kazi za kawaida. Mzee ametoka pale, inabidi mtembeze wale wazee walionitai. Na master yangu. Na watembeza nani? Wazee wale wanatembeza. Mzee akiamka, waambia una kazi leo, utakuja saa ngapi? Nitakuja mapema kabisa. Namshika mzee na mtembeza. Alafu jioni namrudisha, alafu kazi yako imeisha, unalipa hela. Kwa nini nazungumza hivi vitu jamani? Unapotaka kufanikiwa, unapotaka kwenda mbele, unapotaka kusonga mbele, unapotaka kufikia ndoto yako, mara nyingine vitu ulivyo navyo, kama unaona kitu hakikusaidii, kiweke pembeni, tafuta kitu kingine, uende mbele. Unapokutana na simba, pombe inabidi upige ngumi simba, sio? Ukiona amekuzidi ngumi, si unang'ata mpaka kung'ata. Wangapi wamepigana hapa ngumi wakapigwa wanaanza kung'ata wanaume? Si kitu cha kawaida. Ili ufanye nini? Ushinde vita. Unapigwa ngumi kwa lingana na Tyson alipigwa ngumi akasema hapa lazima ning'ate. Mambo yamekuja akamng'ata Ivan sikio. Unapokuwa vijana mara nyingine zile formula unaziweka pembeni. Wanasema ukimaliza degree uende ofisini uajiriwe. Nani amekwambia hivi? Wazee wametufundisha hivi. Kama wametufundisha miaka mingi, wametudanganya. Kwa sababu zaidi unavyosoma, zaidi unavyoenda shule, vitu vingi unavyofundisha shule, unafunza kuwa mtu wa kawaida. Shule inakufanya mtu wa kawaida. Ndio maana watu ukiangalia wasomi wote wana income ya kawaida. Wewe nenda Kariakoo uniambie watu gani wakati walioajiriwa wana mabasi, wana magorofa, wana hoteli, wana mahoteli pale ambayo yamekaa vizuri. Hapa mjini niambie watu ngapi ambao ni maprofesa. Kama ingekuwa shule wanasema ni ufunguo wa maisha, wanakwambia wametufundisha shule ni ufunguo wa maisha. Shule ni msingi wa maisha, sio ufunguo wa maisha. Ungekuwa ufunguo wa maisha tungewaona maprofesa ndio wanaendesha nchi. Na tungekuwa mali tungeona ndio matajiri kuliko wote. Ukitaja matajiri 10 wa Kongo umesikia jina la profesa pale? Kwa nini alipo? Limeenda wapi? Au wamekosea wanaoandika? Lakini kwa nini tuendelee kudanganywa? Kila siku tunaimba funguo huko, elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini sasa hivi imekuja kuwa elimu ni kifungo cha maisha. Kimekuwa kifungo cha maisha. Watu wana digrii zao wanakufa maskini. Wana ndoto zao wanasema mimi na digrii yangu natafuta kazi. Anatafuta kazi miaka 5. Unamuuliza jamaa, umetafuta kazi miaka mingapi? 5. Unakaa unamuonea huruma, unasikitika. Wakati unamuona ambaye hana elimu anapigana, anaenda hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tunawaona.
na mafanikio hatuendi kuendelea. Hakuna sehemu ambayo tunasema tunaweza tukatoka pale tukaenda labda Morogoro tukaona watu wanaofanikiwa, au tukaenda Uingereza tukaona wanaofanikiwa. Wanaofanikiwa wanaishi miongoni mwetu, wanaishi ni majirani zetu, ni ndugu zetu, ni kaka zetu, ni wajomba zetu. Wengine tumesoma nao, tumeshaanza kuwaona kati yetu wanaenda mbele, wanatuacha nyuma hatua mbili. Mimi kuna watu ambao tulisoma nao wameshanizidi, wako mbele. Kuna watu ambao tulisoma nao, wengine nimewaacha nyuma. Kila mtu na mipango yake, na sio ukiachwa nyuma ndio umeshindwa maisha. Ina maana wewe uko kwenye safari. Ni kama mtu aliyekuwa darasa la kwanza. Aliye darasa la kwanza sio usimuone sio bora kama aliye chuo kikuu au profesa. Wote ni bora. Ila mtu ni bora katika sehemu aliyofikia. Kwa sababu yeye yuko safarini. Mimi huwa namuogopa sana mtu ambaye anaanza kupigana. Aliye darasa la kwanza na mheshimu sana. Kwa sababu unajua huyo alipo pale ndio safari inaanza. Kwa sababu huwezi kujua atakuja kwa nani. Huwezi kujua atakuja kwa nani. Huwezi kujua kabisa. Kwa sababu yule anameshaanza kupigana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunabidi tufikirie. Kama una degree yako, kama una diploma yako na nini, kama unaona inakusumbua, imekuwa kifungo chako cha maisha, unakufanya usiende mbele, weka pembeni. Kanga miogo, uza mahindi. Sio lazima ukishafikia ukapata mtaji wa shilingi milioni 1, milioni 2, ndio anza sasa kutumia elimu yako na ili uende kukanga mahindi kisara, fanya biashara hii. Na mahindi yako ya mtu mwenye degree atakuwa na tofauti na mtu ambaye hana degree, kwa sababu wewe utatumia degree yako kuchoma mahindi. Hutachoma mahindi kama mtu ambaye hana degree. Ndio maana tunasoma unakuwa msingi wa elimu yako. Kwa hiyo unapotaka kwenda mbele, jamani, jiangalie wewe mwenyewe. Usiangalie watu wengine wanasemaje, nani anasemaje, jiangalie wewe mwenyewe. Twende swali la 3. Tulifanya swali la 4. Tulifanya maswali mangapi? 3. Tunaenda swali la 4. Kwa nini isiwe sasa? Kwa nini isiwe sasa? Ni swali tu la kawaida. Hilo ndio swali kuu. Ukisema sasa, ukimuuliza mtu kwa nini iwe sasa, watu watakupa na sababu 100. Atakwambia bwana, ngoja nikuwe kidogo. Na miaka 20 bwana bado na muda. Na miaka 30, ngoja nikuwe niko kwa mama bwana, nikirudi mambo yangu yametulia. Ngoja nikuwe kidogo. Mabinti anasema ngoja nikafute mchumba kidogo. Mimi siwezi kuanza biashara kabla sijaolewa. Wanacheki. Ndio maisha, wanasubiri watu wanatafuta sababu ya kidunia. Wanashindwa kufanya maamuzi kuamua. Ndio dunia ilivyo, ndio hofu ya watu walivyo. Na watu wanashindwa kufanya maamuzi kwa sababu wanaogopa kufeli. Wanaogopa kuanguka. Wanashindwa kusema wenyewe wanaweza kufanya maamuzi ya kwenda mbele, lakini wanapofanya maamuzi wanaanza kufikiria kuanguka, wanaanza kufikiria hofu, wanaanza kufikiria kitu chochote ambacho vingine havipo kabisa. Wanaanza kuogopa vitu ambavyo kinachoitwa hofu. Hakuna mtu ambaye anasema kuna hofu za kweli ambazo tunakubaliana. Mimi mwenyewe huwa naogopa. Kuna vitu vingine unaogopa, lakini huwa naogopa kitu ambacho kinaweza kuzuni. Nikipita Mikumi naogopa. Lazima niogope kwa sababu kuna simba, sio? Nilikuwa natania na jua za simba. Nikasema simba hawezi kujua wewe una degree ngapi, anatafuna tu. Hawezi kujua wewe ni doctor, wewe ni una masters, anatafuna tu. Yeye anajua wewe ni kitoweo, sio? Ndio simba huyo. Kwa hiyo lazima niogope kwa sababu simba hajui simba yako. Wewe. Hakuna mwenyekiti wa vijana kupita pale na mtafuna. Hata leo wewe mwenyekiti wa vijana umechaguliwa na vijana 500. Anamtafuna. Anakula kitoweo chake. Kwa hiyo huko lazima uogope kwa sababu kule formula yake ni tofauti. Lakini kwa nini uogope kufanya biashara? Kwa nini uogope kufanya maamuzi? Kwa nini uogope kufikia ndoto yako? Kwa nini unaogopa kuanguka? Kwa nini unaogopa kufanya maamuzi? Kusema leo nataka nianzishe biashara hii, nataka nifikie ndoto hii, ukafanya maamuzi na unaanza kuifanyia kazi kabisa. Kwa nini usifanye? Ukasema kuanzia leo sitaki kudharauliwa. Kuanzia leo bwana nataka baada ya miaka kuanzia leo nataka nianzishe kikundi, nataka kuimba kwaya, nataka niimbe kwaya, hata kama muimbaji niwe muimbaji, kama nataka kuuza mahindi niuze mahindi, kama niuze korosho niuze korosho, kama nataka nijue kupiga gitaa niwe mpigaji bingwa hapa Tanzania. Unafanya maamuzi. Tunaogopa.
na ni maamuzi sio tu, watu wengi wanashindwa kufanya maamuzi. Mimi nilipokuwa nasoma shule, sio shule, ilikuwa chuo kikuu, tulikuwa na jamaa mmoja hivi, ni rafiki yangu mkubwa sana, natoka Moshi. Yeye kwenye mtihani wa darasa ilikuwa first year kwa chuoni, first year alienda akawa na za chini kabisa, za chini kabisa. Naposema za chini kabisa, waliosoma chuoni alikuwa na pasi, sio unakuwa na pasi, yani chini kabisa, GPA yako haijakaa vizuri, mambo yake yalikuwa mabaya. Sasa mimi nikamshauri, nikasema bwana, ndugu yangu, wewe bwana unalala sana, kwani si unaamka saa 9 unasoma? Kabla ya kuenda darasani unaweza unasoma, unasoma tu, ni kitu cha kawaida, tunaweza kuamka. Mimi sio kusema sisi kuna na akili, sisi tuko na janja, sio ukipata kama unasoma wakati wote. Mkienda kucheza mpira wakati wenzako wanalala, wewe umeshika daftari unasoma, sio? Watu mnaenda wote kuzunguka, mnarudi saa 4 usiku, wengine wanalala, kumbe wewe unaingia unafanya nini? Unasoma. Wakiamka asubuhi wanajua wote mlilala, kumbe wenzako umesoma mpaka saa 9. Sasa tukamwambia bwana, wewe na wewe soma bwana, ukiona kama unashindwa kusoma jioni, soma asubuhi. Akasema hamna shida, tukakubaliana. Akawa anategeshia alamu saa 9 asubuhi. Ikilia alamu saa 9, alikuwa anaamka polepole, anaenda na izima tip, alafu narudi kulala. Siku ya kwanza ikilia alamu nawaamsha wote, si mnajua alamu wote lazima muamke, maana pigi hivyo anaamka titi, anaamka lazima anaenda kulala. Sasa tukafanya kikao cha chumba, tukasema huyu jamaa bwana anatusumbua sana. Alikuwa anavaa kabukta fulani, nyewe mliosoma mnajua shule, sio? Ukilala sasa unajua unavaa kabukta fulani. Ilivyolia alamu tukasema ikilia alamu tu sisi tutakutoa nje saa 9 hiyo, na tunamfungulia asubuhi saa 1 wakati tunaenda darasani. Tukakubaliana kama tukapitisha hiyo. Kwa tunasema tukapitisha nini hizo, tukafikia mwafaka huo. Ilipopiga tu alamu tukaamka, tulikuwa watatu, tulikuwa chumbani wanne, tukamtoa nje, tukafunga mlango. Jamaa alipiga kelele, alipiga kelele zote, sisi tuko tumelala. Kesho yake amesubiri mlangoni mpaka saa 1, watu wanamuona jamaa amekaa mlangoni anabutu. Kisha jamaa akaja, tunafungulia mlango, alichukia vibaya sana. Hatukuzungumza naye siku hivi 2. Lakini kitu kilichotufurahisha, alipoingia kesho yake alianza kuamka. Sijui mnaelewa? Kesho yake alianza kufanya nini? Kuamka. Ilimsaidia sana jamaa yetu, kwa sababu tusingefanya kile kitendo angeendelea kuwa vile kuwa mlalaji na angefeli. Ilikuwa kufeli kwake ni lazima afeli. Kwa hiyo kuna tabia ya watu wengine kufanya maamuzi mpaka wapate shida. Hawezi kufanya maamuzi hivi mpaka apate shida, mpaka apigwe buti, mpaka afanye, mpaka sukumwe, mpaka apate kisanga, au mpaka apate matatizo ndio anafanya maamuzi. Hawezi kufanya maamuzi mazingira yakiwa safi. Yakiwa safi hivi, analala kwa mama, analala kwa ndugu yake basi. Mpaka siku moja ndugu yake amue kumfukuza, asema bwana sikutaki ondoka. Tunaanza kufikiria kufanya maamuzi. Hayo maamuzi sio ndio muda wako. Inabidi tufanye maamuzi kabla hujafika sehemu anayotakiwa. Unapopita ni 10, kuna gari unatembea kwa miguu, usisubiri, usitembee polepole mpaka simba atokee. Anza kukimbia, upite haraka kule miguu. Sio kama naeleweka jamani? Usisubiri mpaka ukimbizwe. Na maisha haya usisubiri mpaka ukimbizwe. Anza kukimbia sasa. Kwa sababu utakapoanza kukimbizwa, hujui atakaye kukimbiza kutokea wapi. Na hujui utakimbizwa na tatizo gani. Unaweza kuwa dada mrembo na nini ukaja kuolewa na mume, unafikiria mpaka niolewe. Umeshaolewa tu, mume wako anaanza kukunyanyasa. Unakaa kwa mume wako kwa sababu ni matatizo. Unashindwa kuondoka sababu hujui kwa kwenda. Unaweza kuwa mkaka, imetokea tu unakaa, umeoa, imetokea wanakuambia tu watu kwa sababu moja au nyingine huna hela, wanaamua kukunyang'anya chochote ulicho nacho. Ni vitu vya kawaida vinatokea duniani. Lakini kwa nini usubiri huko? Na watu wengi wanasubiri hivyo vitu. Mpaka tatizo lifanye nini jamani? Litokee. Lisipotokea tatizo, mambo shwari, mambo yametulia, anaenda kuendelea kama ulivyo. Kwa hiyo sio
sio tu hivi, ni vitu vya kawaida katika maisha yetu ambayo tunavifanya. Ikifika kwenye maamuzi inakuwa shida, na tunapochelewesha maamuzi ndio tunapojijengea matatizo. Kwa sababu sasa hivi kama wewe ni maskini, una ugonjwa. Maskini yoyote ana kaugonjwa ambako lazima kaanze kupata dozi. Unapokachelewesha hapo kaugonjwa kanaendelea kuwa kakubwa. Utakapoanza kutaka kukutibu, inawezekana umechelewa. Wewe inawezekana ukawa na sauti yako nzuri kabisa kama mdada au mkaka. Unachelewesha. Utakapoanza kutaka kuimba, hata sura yako imebadilika, hata sauti yako imekaa kizee. Huwezi kabisa. Unataka kufanya biashara, unaingia tu kwenye malolo, unataka kujipiga mabao, unakutana na vijana wenye nguvu wanakupiga, wakikugusa tu kidogo umeanguka. Huwezi tena. Unapoendelea kuchelewa, unajiletea matatizo. Kwa hiyo kama unataka kuamua kitu, kama unataka kufikia wakati ndio huu, na sio kesho wala kesho kutwa. Ukitoka hapa mlangoni ndio wakati wa kufanya maamuzi, na hapo ulipo kufanya maamuzi kutokana na hali yako. Siwezi kuamini kama kuna mtu ambaye anasema hana mtaji. Kwa sababu najua mtaji wa kwanza kabisa ni kuwa na wazo la kufanya biashara. Na wazo la kufanya biashara kama liko kichwani, lazima utatafuta mtaji, lazima utafikiria njia ya kufanya hiyo kitu. Wazo lako linalokusumbua kila siku, ambalo linakuwashawasha, ndio hilo anza nalo. Usitafute wazo lingine la kutafuta huko, hilo ambalo unalifikiria kila siku. Ukilala ndoto, ukiamka umefikiria, hilo laanza nalo. Kila mtu ana wazo. Sidhani kama kuna mtu ambaye hana wazo hapo. Kama usidhani, mimi nafikiria kila mtu anakuwa na wazo lake. Sidhani kama mtu yuko duniani tu hana wazo. Ukimwambia unataka kufanya nini, sijui. Unataka kwenda wapi, sijui. Unataka kesho ufanye nini, sijui. Wanasema mtu ambaye hana ndoto ni mtu kama aliyekufa. Kama una ndoto ni kama umefanya nini? Umekufa kabisa. Ndio na maisha, kwa sababu kama wewe una ndoto, umekufa. Sasa uko duniani kwa ajili gani? Kama Mungu angependa uishi duniani alafu baadaye uende mbinguni, kwa nini akukalishe miaka mingi hapa duniani? Kwa nini akukalishe miaka 40, miaka 50, miaka 90? Sasa ingekuwa unazaliwa alafu anakuja tapu mbinguni ili akuaisha haraka, sio? Ina maana kukalisha miaka yote hapa, Mungu ana lengo na wewe. Kuna kitu amekuweka utekeleze. Hata huwa nawaambia mtu, hata kama una miaka 90, hata kama una miaka 100, hata kama una miaka 120, Mungu amekuacha hapa kwa makusudi maalum. Huwezi kuwa hivi mtu amekuacha. Eti mtu anasema mimi nimezeeka na miaka 90, 95. Mimi nimezeeka. Sasa unasema kama umezeeka wewe una kazi gani hapa duniani? Si Mungu amekuacha, amekupa pumzi. Unasema umezeeka. Nenda mbinguni basi. Kuna kitu cha kufanya ambacho inabidi ufanye. Mungu amekuacha hapa kwa lengo maalum. Fikiria ndoto ambayo inaendana na uzee wako, fikiria ndoto ambayo inaendana na umri wako, fikiria ndoto ambayo inaendana na umbo lako, fikiria ndoto ambayo inaendana na tembea yako, fikiria ndoto ambayo inaendana na sura yako na urembo wako au na mtazamo wako. Fikiria hiyo ndoto. Na unayo, na kila mtu anayo, akifikiria anayo, anaipata. Sio kitu cha kutafuta. Na kila kitu ambacho unakitafuta kinaanza na wewe mwenyewe. Mafanikio yako, kuanguka kwako kunatokana na wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine. Hebu tuseme wote, mafanikio yangu ni mimi mwenyewe. Mafanikio yangu ni mimi mwenyewe. Ndio maisha yalivyo. Niwape mfano mmoja wao ambao nilishawahi kuutoa siku moja, lakini nitarudia kwa manufaa ya wote ili tuelewe. Ni kitu cha kawaida. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu anafanya biashara. Rafiki yangu anafanya biashara ambao tunajuana kabisa. Alikuwa rafiki yangu mzuri kabisa. Tunafanya watu biashara, tunapendana. Jamaa alikuwa amefulia kabisa. Mambo yake yalikuwa hayatulia. Alikuwa mtu ambaye amechoka, lakini kaka yake alikuwa na hela. Siku moja kaka yake akaamua kumpa hela kwa njia moja au nyingine. Akamwambia, mdogo wangu bwana, chukua hela. Alimaliza kama milioni 15. Kaka yake alikuwa na uwezo. Jamaa akaanzisha duka maeneo ya Ubungo. Kamwanzishia duka. Jamaa aliyeanza duka
alikuwa kabla hajaanza lile duka alikuwa na mke. Kabla hajaanza kuuza lile duka alikuwa na mke mrembo wakati huo. Alikuwa na mrembo wake, wakaanzisha lile duka, wakapewa mtaji, wakaendelea wote kwa kuuza lile duka. Jamaa ameuza mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mwaka wa tatu siku moja napita mimi pale nikakuta mashevu yako mengi sana. Nikakuta mbona mashevu yako mengi yako tupu sana? Mbona duka lilikuwa limejaa? Akanishika mkono akasema, bwana rafiki yangu, ukiangalia matatizo niliyopata mimi acha. Nikasema matatizo gani rafiki yangu? Mbona duka lilikuwa limejaa? Akasema njoo. Tukakaa pembeni. Tumekaa pembeni nje ya duka lake. Tumekaa pembeni nje ya duka lake, binti mmoja kaingia ndani. Nikamuuliza, "Vipi, nani yule?" Akasema, "Yule ndio mke wako." "Mke wako wa kwanza yuko wapi?" Akasema, "Yule bwana alikuwa na matatizo bwana. Nilikuwa naona haeleweki." Haeleweki. Unajua? Mtu ukiwa na pesa unakuwa na watu ambao hawaeleweki. Ndio wengi sasa mnajua kina dada. Sio? Wanaume tunajua zaidi. Kwa hiyo akawasema na mke mweleweki. Sikata kama kaa bwana uniambie sababu gani zilizokufanya usifikie malengo yake. Akasema, kwanza hao majirani zangu hawapendi. Kuna ugonjwa walianza kunionea wivu, mambo yakawa hivi. Ndugu zangu wameanza kukopa, hawalipi. Akataja sababu nyingi. Bidhaa sasa hivi uchumi umekuwa mbaya, biashara haiendi. Unacheki? Jamaa alikuwa analetea bidhaa nyingine, vitu vimepanda, alafu mama mwingine ameanzisha duka jirani. Mambo basi hayaendi kabisa, amekuwa mshindani wangu, watu wanunui kwangu wanaenda kwake. Haitaja kwa sababu kama 10 ambapo alikuwa amenitaja pale. Mimi nikaiangalia hiyo orodha, nikaiangalia mpaka mwishoni, nikaiangalia. Nikasema, rafiki yangu, hiyo orodha imekaa vizuri sana. Lakini mbona wewe hujajiandika hapa? Mbona jina lako silioni? Jamaa kauliza, "Vipi bwana?" Nikasema, "Silioni jina lako." Nikasema, "Si wewe ndio mwenye biashara?" Akasema, "Ndio." "Jina lako silioni. Weka jina lako hapo." Akasema, "Niweke kwa mshoni." Akasema, "Weka namba 1. Jina lako liwe namba 1. Sio ulibadilisha mtu." "Ndio." "Weka namba 1." "Sio ndio ulianza kugombana na majirani? Kwani duka ndio liligombana na majirani au wewe?" Akasema, "Ni mimi." "Weka pale." Hao ndugu ambao hawalipendi duka lako au hawapendi wewe, hawalipendi mimi. Nikasema, "Weka wewe mwenyewe." Sasa kila sababu nikasema inakuhusu au haikuhusu. Nimegombana na majirani ndio wamegombana na duka na wewe na mimi, futa. Ndugu zangu ambao sio wengine wanataka kuniloga, wanataka kuloga duka, wewe mimi, futa. Tukafuta sababu zote ambazo zilikuwa zinamhusu yeye, kumbe likabaki sababu yake yeye mwenyewe. Sio kama mnaelewa jamani? Kwa sababu tuligundua sababu zote alizokuwa anazisema zilikuwa zinaanzishwa na yeye mwenyewe. Na mara nyingi watu tunajisahau kusema maisha yetu, kila kitu tunakijenga kwa sababu ya sisi wenyewe. Kwa sababu sisi wenyewe tunajisikia kujidhibiti, sisi wenyewe tunashindwa kufanya mambo yetu, sisi wenyewe tunategemea watu wengine watufanyie vitu sisi. Ndio maana ili utake kufanikiwa, ili mambo yako yawe mazuri, lazima ujue kujisimamia wewe mwenyewe. Uweze kujisimamia. Ukishindwa kujisimamia wewe mwenyewe, mambo yako siku moja hayawezi kuwa sawa. Yatakuwa ya hivi. Hebu niwape pointi kama kadhaa ambazo zitakusaidia wewe uweze kujisimamia mwenyewe. Tuanze na pointi ya kwanza ambayo itakusaidia wewe usimame mwenyewe. Kwanza, lazima uwe na msimamo wako mwenyewe. Uwe na msimamo wako mwenyewe. Hiyo ni pointi ya kwanza. Na wengi wanataka matatizo kwenye hiyo. Mimi nimezunguka sehemu moja. Unaweza kupita sehemu tu ukakuta wenye matatizo tu wanashindwa kujisimamia. Wanasimamiwa na watu wengine. Kama mnabisha wewe, jaribu siku moja. Ukipita mtu umwambie wewe mpumbavu. Uangalie lakini ana misuli kiasi gani au ana hasira kiasi gani.
alikuwa anasema Maya, kama mwingine anaweza kukuzima vibao kabla hujakaa sawa, sio? Sema wewe mpumbavu. Nikamwambia msamani, nikamwambia wewe mpumbavu, sio? Utaona sura za watu zinapobadilika. Akiambia mjinga tu amenuna. Unaniambia mimi mpumbavu, wewe unaniambia mimi mjinga, wewe unaniambia mimi mkorofi. Anaanza kununa. Mimi wanakaa naangalia. Nasema mwenye tatizo ni yupi? Aliyetukana au aliyetukanwa? Huwa nagundua mwenye matatizo ni nani? Aliyetukanwa. Sio aliyetukana dada. Mwenye matatizo aliyetukanwa. Wengi wana matatizo mwenye aliyetukanwa. Sasa najiuliza, mtu amekwambia wewe mpumbavu. Wewe ni kweli mpumbavu? Amekwambia wewe mjinga. Ni kweli wewe mjinga? Amekwambia wewe huwezi. Ni kweli wewe huwezi? Amekwambia wewe mbumbumbu. Ni kweli wewe mbumbumbu? Wewe inachukulia, unapochukulia maono ya watu wengine wanapokuambia wewe unachukulia mambo yale kama ukweli, yanaanza kukuumiza wakati ni vitu ambavyo sio ukweli, ni maoni yao wanatoa. Ni maoni kama maoni mengine yoyote. Mtu akikwambia mpumbavu, mjinga, mfupi, sijui una akili, hayo ni mawazo yake. Habadilishi thamani yako, thamani yako inabaki pale pale. Akikwambia wewe mpumbavu, ukaanza kuokota makopo, hiyo ujue ni kweli. Au kama ulikuwa mrefu kwa mfupi, ujue huo ni kweli. Lakini mtu anakuambia mpumbavu kama ulikuwa mrefu umepaka wanja imebaki vile vile, tatizo lako ni nini? Kwa nini unune? Kwa nini usikitike? Kwa nini kunyime usingizi? Ni vitu ambavyo mimi mwenzenu huwa nanishangaa sana. Naona kusaidiana kunishangaa. Haiwezekani. Wewe maisha yako ni yako, umbo lako ni lako, kitu chochote mwenyewe. Kinachokuumiza wewe ni jinsi unachukulieje kitu ambacho amekisema mtu mwingine, ukakiweka moyoni mwako, ukakitafsiri, ukaanza kukipandishia hasira, ukawa mbogo. Ina maana wewe ndio mgonjwa, yeye ndio anakuwa mtu salama. Mtu akikwambia mpumbavu unasema tusi lingine mjinga, tusi lingine huna akili. Umemaliza? Ndio, asante kaka, nenda kwa amani ya Bwana. Nani mshindi hapa? Aliyetukana, aliyetukanwa? Lazima tuwe na uwezo wa kujisimamia sisi wenyewe, kujiweka sisi wenyewe sawa. Tusiwaruhusu watu wengine waendeshe maisha yetu. Unapokubali wanachokisema, wanachokuambia, wanachokuona wewe, wakaona maono yako, wakupokee vizuri. Sio umevaa mlegezo alafu naenda kujiita. Kwanza watu wakakufukuza kazi kabla. Kwanza wakasema wewe subiria pale, wengine kaa hapo pembeni. Alafu baadaye wanakuuliza ulikuja kwenye interview? Ndio. Hebu tutakuita, nenda nyumbani. Lazima uende na wakati. Kitu kisichoenda na wakati ni kama kimekufa. Jamaa Darwin alikuwa anasema is not intelligence or strength species that survive, only that adapt to the environment. Sio kiumbe ambacho kina akili nyingi na nguvu nyingi ndio kinaweza kuishi kwa muda mrefu. Ni kile kiumbe ambacho kinaweza kubadilika kutokana na kubadilika kwa mazingira. Kitu ambacho kinabadilika kutokana na kubadilika kwa mazingira ndio kinaweza kuishi. Kitu ambacho kinabadilika kutokana na kubadilika mazingira kinakufa. Ni kama samaki, maji yanapoenda kule, yanapokuja baharini. Kama alizoea kukaa pale, maji yakienda kule yeye anabaki pale pale. Yakirudi anabaki pale pale. Atasurvive huyo? Hawezi kusurvive. Hawezi. Wewe binti au wewe mkaka unakuko vile vile. Tabia zako zile zile, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Watu wanauliza huyu jamani conservative. Ina maana huyu jamani matatizo. Kama ulikuwa unataka kuoa wanasema usiende, sio? Kama unataka kuolewa wanasema usiende pale kwa sababu yule ana matatizo. Wasema yule jamaa habadilikaji yule. Toka na t-shirt ile ile huwa anavaa t-shirt ya njano. Na suruali yake na viatu vile vile ndio alivyo yule. Achana naye, atakusumbua. Baadaye unasema mambo hayaendi. Yamesababishwa na nani?
Na nani jamani? Na wewe mwenyewe. Usiandike kama yule jamaa wa duka kalisti watu wengine. Ni wewe mwenyewe. Kila kitu kinachotokea hapa duniani kimesababishwa na wewe mwenyewe. Watu wanamuoneaga kama mara nyingine shetani. Wanamuonea shetani. Mtu analala mpaka saa 6 anategemea afanikiwe, anamuomba Mungu. Akiamka kutoka kumuomba Mungu, analala tena masaa 18 analala. Akitoka amelala ameomba, sio? Mwenyekiti atafanikiwa? Anagoja maana zidondoke, sio? Kama wale wana Israeli walipokuwa wanasafiri kutoka Misri kwenda Kanaani, nchi ya ahadi. Ni pointi moja wapo ambayo lazima tuishike kidogo. Pointi nyingine, usiwe mtu wa kujitetea. Usiwe mtu wa kujitetea. Mimi mara nyingi nikitaka kufanya kazi na mtu, huwa namwangalia anataja sababu gani. Nikimpa kazi akashindwa, huwa namuuliza anataja sababu gani. Akianza kutaja sababu zingine, najua hapa ni nini, ni bomu. Akitaja sababu zingine, mtu amechelewa, labda mtu ameamua kutoka saa 2 au saa 3, anakuambia bwana, basi nilichelewa. Daladala sijui ilifanya nini. Bwana, nilipofika pale trafiki alifanya nini? Nilipofika pale nimekuta ajali. Bwana, nimefika pale. Huyo mtu anza kuwa na wasiwasi naye. Akiwa na tabia ya kujitetea mara kwa mara. Ninaposema mara kwa mara, uwe na sababu naye. Na nisema mara kwa mara, watu wanapotofautiana. Mara kwa mara kwa mwingine aweze kawa na 20, sio? Mara kwa mara kwa mwingine kaweza kwa mara 10. Mara kwa mara kwa mwingine ni mara 2. Mimi mara kwa mara yangu ni mara 2. Akisema mara ya kwanza, ya pili, najuaga hiyo mambo yanataka. Kuna watu wanajitetea hata wanataka excuse ya kutokuja kazini. Kaka wanataja watu ndugu zako. Ukianza kuolozesha toka anaanza kifanya miaka 10 kazini, unagundua uko wote umeshakufa. Leo kama shangazi, kesho kama mjomba, na kesho amekufa nani? Baadaye ukiangalia list. Sasa huyu shangazi, mbona ulikuwa na shangazi watatu alishakufa? Huyu mwingine wa wapi? Wa babu sijui hapo. Wanatafuta sababu za kufa. Na hatuwezi, unapoona mtu anaanza kutafuta sababu yoyote, ukimsikiliza, ujue tatizo ndio linaanza. Ina maana huyo anza kuwa makini nayo. Hata wewe mwenyewe ukianza unaanza kutafuta sababu ya kitu, anza kujifikiria mwenyewe, ujue umeshaanza kuwa na matatizo. Na unaanza kuwa kujitetea, unaanza kuwa na tatizo, ni matatizo ya kujihujumu wewe mwenyewe. Unapoanza kujitetea, humhujumu mtu mwingine, unahujumu maendeleo yako, unahujumu nidhamu yako, unahujumu heshima yako, unahujumu utu wako, unahujumu kila kitu kilicho nacho. Unaanza kuonekana msanii. Usijukadanganya ukafikiria unamdanganya yule, lakini unapomdanganya yule, wewe mwenyewe unapata excuse, unajihujumu wewe mwenyewe. Watu tunasahau. Wewe unaweza kushinda pale, lakini jamaa wanasema hii namba mbaya. Baadaye wanasema huyu mtu msanii. Kila kitu kinachotokea uwe na option. Kila kitu kinatokea uwe na sehemu B. Mimi nilikuwa natoa mfano mmoja wapo nilipokuwa natoa semina siku moja. Nikawaambia Watanzania wakipewa miaka 2, kila Mtanzania awe amefuga simba ambaye hata kupiga baada ya miaka 2 atanyongwa. Kila Mtanzania ataweza kufuga simba. Ni uongo? Kila mtu anafuga simba. Hawatakuwa na sababu. Ndio akasema sitaki sababu yoyote. Fugeni simba, nitakagua. Ambaye ana simba nitamwacha. Ambaye hana simba, hajafuga simba, nafanya nini? Nampiga risasi. Wote tutafuga simba.
Na ndio tumezoea, lazima tupewe deadline. Tuseme lazima ufanye kitu fulani ili kitu kitokee kitu fulani. Ndio tunaanza kukimbizana. Hatutaki kukimbizana. Ndio tunaanza sababu. Wakituachia uhuru watu tunapenda kutafuta sababu. Ndio unaanza kufikiria usiku ulali. Unasema unaandika sababu 100 kidogo. Unaanza 1, 2, 3, 4, 5 mpaka sababu 10 utazama nafunga kitabu. Kesho yako unaamka na sababu zako umezipiga kwenye begi. Kumbe ndio ule ndio umaskini wako. Wewe unajisahau. Unapopiga zile sababu zako ndio zinakuonyesha wewe uwezo wako wa kufikiria kiasi gani uko mdogo. Ukitaka watu wengine wakudharau hasa nchi za Ulaya, njoo na sababu. Ukienda kwenye Ulaya, wewe unasema kama umesema samahani, nimekosea, naomba umsamehe, haitarudia tena. Inatosha, sio jamani? Lakini sasa unaomba samahani kwa mtu mwingine. Kama maisha yako utajitetea kwa nani? Mtoto anaumwa, huna milioni 1, kama wanataka wampeleke Nairobi huna milioni 2. Utajitetea kwa nani? Utajitetea kwa nani? Utaenda tiketi pale Kilimanjaro, unasema najua mimi nilikuwa nimeibiwa, naomba mnipe tiketi ya bure. Utaenda hospitali unasema naomba mnipeleke India kwa sababu mimi niliibiwa. Utaenda kwa koda wadau unasema naomba shangazi alikufa nikaenda kwenye msiba naomba nipande bure. Sio sababu zitakuja. Kwenye maisha hakuna sababu bwana. Ngoma inapokuwa pale maisha ya ajali, wewe una sababu 100, umefiwa, hayana huruma, hayana kupiga ngumi. Una hela, unapigwa mweleka. Una mafanikio, una network, unapigwa mweleka. Na ndio maisha yanaanza sasa hivi, usisubiri wewe mzee. Kama wewe utabadilika kwa hii kama hivyo ni ya uhakika kuwa maskini. Tukibaki kama tulivyo hivi, ni uhakika tutakuwa maskini. Hatuhitaji mtu wa kuagua au tuseme tupate maono. Education tukiomba tupate maono. Utakuwa maskini kwa sababu unaishi ulivyo. Utahitaji mtu atoe maono. Kwa sababu Mungu anasema binadamu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa wewe unaangalia sasa unaangalia kwa kukosa maarifa, wewe unaendelea kukosa maarifa. Unategemea Mungu akutetee. Amekwambia ubadilika kwa sababu unaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo lazima ubadilike. Ili utoke hapo ulipi uwe sehemu nyingine. Kuna pointi nyingine ambayo inafuata. Usiwe mtu wa kulaumu watu wengine. Usiwe mtu wa kulaumu watu wengine. Usilaumu watu wengine. Mimi nimeshashuhudia mtu akiamka asubuhi mpaka jioni analaumu kila kitu anachokiona mbele yake. Wanasema mawazo ya binadamu 95, ni asilimia 80, sio 95, ni asilimia 80 ya anachokiwaza duniani ni mawazo ambayo ni negative, ni mawazo hasi. Asilimia 20 ndio mawazo chanya. Ina maana asilimia 80 ni mawazo ya kulaumu mabaya tu. Asilimia 20 ndio mawazo ya kujenga. Ina maana binadamu wote tumezaliwa kwa kulaumu. Mtu analaumu, anaanza kulaumu majirani, anaanza kulaumu ndugu yake, mpaka anajilaumu mwenyewe. Anajilaumu yeye mwenyewe. Anaanza kujilaumu mpaka sura yake, mpaka umbo lake, mpaka chochote alicho nacho. Anasema ningekuwa mrefu, ningekuwa mfupi, ningekuwa mweupe, ningekuwa sijui wa blue, sijui ningekuwa wapi. Akijilaumu, wengine wanajibadilisha, wengine hawajibadilishi. Sasa inategemea amefikia wapi. Akijilaumu sana, ndio wengine wanachukua kabisa ngozi. Anajilaumu mpaka anataka kubadilisha, wengine wanasema wanabadilika mwili mzima. Ndio dunia hii wanajilaumu vipi? Yaani Mungu amewaumba akiwa perfect. Anajilaumu mpaka anabadilisha. Ungekata vyote anavyojilaumu, unaweza kushangaa labda nabaki na kidole kimoja. Amelaumu vyote vitu duniani vimeisha, alafu na kidole labda kalikosewa akakulaumiwa ndio kamebaki. Au kakucha akakulaumiwa ndio kamebaki. Ungekuwa unasema kila mtu anacholaumu kitu kinatolewa. Unashangaa labda atangilia kujitoa, kabaki labda kakucha. Ndio kaliponea chukuchuku kulaumiwa. Hiki ndio vimetoka. Kwa nini tulaumu?
Kwa nini sifike sehemu tukasema sisi wenyewe tulivyo inatosha, tunaweza kufanya na kwenda mbele bila matatizo yoyote, na tunaweza kufikia malengo yetu, tukaanza kulaumu? Kwa nini tunapenda kulaumu? Na pale unapoanza kulaumu ndio unaonyesha udhaifu wako. Unaposema mtu fulani mbaya, mmemwona mtu fulani yule jamaa mfupi, umejikwaa au ni kuma pito umekuwa umejikwaa naye, ndio unasema mfupi. Amekuzuia nini? Yule jamaa mrefu. Kwa nini tunakuwa na mawazo ya kulaumu? Badala ya kumwona yule mfupi, tafuta kufanya kama fursa, sio? Kama yeye mrefu, fanya kama fursa. Kama mnene sana, fanya kama fursa. Yule mnene sana, yule jamaa mnene, unajua kuna biashara, naweza nikamtafutia vitu vya kupunguza unene. Yule jamaa anaweza kawa modo. Fursa hiyo. Sasa wewe unakuweka kichoni na laumu, unalaumu fursa. Wanasema kila chochote ambacho unapitia duniani ni shule. Kila kitu ambacho unakiona, au mfupi au mrefu, umetukanwa, umelaumiwa, umefanya nini, hiyo ni chukulia kama fursa na uchukulie kama shule. Hutakiwi kuilaumu shule. Ukiwa darasani hutakiwi kulaumu somo. Mungu anapokupitisha hapo, anakupitisha kwenye shule ili ujifunze, ili baadaye uje ukabiliane nacho, sio jamani? Ili ujue kama iwe fursa yako. Kama mtu mrefu mfupi sana, unajua hapa huyu jamaa si bwana ubili pale. Kama mimi ningekuwa mfupi, ningeenda ngazi hapa nisimama juu, sio? Hiyo ni fursa. Ningesimama hapa juu nionekane. Singekuwa mfupi, ningekuwa nafika hapa. Ningekuwa labda nachungulia huku na huku. Lakini nikiwa mfupi ningeweka hapa, ni fursa ya mtu, sio? Tuchukulie vitu kama, tusichukulie hasi, tuchukulie chanya, sio? Kila kitu kina sababu yake. Na Mungu ukiona umekiona kitu hata kibaya kiasi gani, chukulia kivizuri kabisa, ujue kimeletwa na Mungu, chukua kama kitu cha kujifunza ili kikupeleke hatua moja nyingine uko darasani. Kila kitu ni funzo. Twende kwenye pointi nyingine. Lazima ujiamini. Lazima ufanye nini? Ujiamini. Usipojiamini huwezi kufanya kitu chochote. Watu wengine hawajiamini, yuko tu, hata hajiamini, anaenda kama alivyokuwa anasema Mali. Siwezi kuzungumzia sana hiyo, ameshaizungumzia, lakini hajiamini. Unamuuliza, anaenda sehemu, anatetemeka, anashindwa kujieleza. Umetoka wapi? Wewe ni nani? Unafanya biashara gani? Unataka ufanye kitu gani? Hajiamini. Alafu anategemea watu wengine wamuamini. Wewe umekuja pale, mtu anataka kufanya biashara yako ya milioni 2, wewe mwenyewe hata kujieleza uwezi. Nani atakupa hizo milioni 2? Hata atakayekupa milioni 2. Watu wengine wanafikiria wataaminiwa bila wenyewe kujiamini. Lazima uanze wewe mwenyewe kujiamini. Ukishaonekana unaamini, unatembea kijiamini, ndio watu watakuamini. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho lazima tukichukulie kiumuhimu. Kitu kingine, pointi nyingine ni kusema sahau ndoto yako. Sio ndoto yako, sahau historia yako. Sahau historia yako. Kwa nini nasema tusema sahau historia yako? Ninaposema sahau, sio unajifunza kutokana na historia unayo ili kusaidia kwenda mbele, alafu naachana nayo. Kuna historia mbaya, lazima historia yako iliyo mbaya achana nayo ili usonge mbele. Kuna watu ambao waligombana na babu zao, kuna watu ambao waligombana na ndugu zao, kuna watu mtu aligombana naye mtu akiwa kindergarten, bado ameweka moyoni, inamuuma. Sema kale kajamaa tulikokuwa kindergarten kalifanya hivi. Kuna watu wana kumbukumbu mpaka za kindergarten, wameweka rohoni, hawasamehi, wamebeba moyoni na mizigo mingi. Ishu ya kufanikiwa, ukiwa ni mtu ambaye una hasira, huna amani, huna upendo, huna moyo wa kusaidia watu wengine, kufanikiwa kwako inakuwa vigumu. Hiyo ni uhakika.
Kama wewe una roho mbaya, hutaki kusaidia watu wengine na kitu kingine, hata ukufanye nini kufanikiwa kwako inakuwa vigumu. Kwa sababu kuna vitu vingi umeweka moyoni ambavyo vinakuzuia wewe kufanya vitu vingine, wewe unafikiria vile vitu. Achana navyo. Ndio maana nasema the only way to revenge. The only way to revenge, njia pekee ya kulipiza kisasi kwa kitu chochote duniani ni kufanya nini? Kufanikiwa. Njia pekee ya kulipiza kisasi jamani ni kufanya nini? Kufanikiwa. Jamani tuseme kulipiza kisasi ni kufanikiwa. Tunyoshe mikono kidogo. Kulipiza kisasi ni kufanikiwa. Kulipiza kisasi ni kufanikiwa. Mtu akikwambia mbavu kama unataka kulala saa 2 lala saa 8 fanya kazi. Hasira malizia kwenye kazi. Kama ulikuwa unaviuza vitumbua pale barabarani, amekwambia wewe mjinga, nenda katembeze mpaka Ubungo siku hiyo vitumbua vyako. Kama imekwambia una akili siku hiyo, soma usiku kucha. Ili ufanye nini? Ufanikiwe. Kwa hiyo mtu yoyote akikufanyia kitu chochote, kisasi chake ni kufanya nini? Na hilo naomba ile jambo lolote nyingine ambalo inabidi mlichukulie umuhimu wake jamani. Na waombeni sana wadogo zangu, mlichukulie kitu cha muhimu. Msifikirie msiweke kitu chochote kichwani. Vichwa vyenu hivyo ni vya kuweka fursa, ni vya kuweka maendeleo na kuweka vitu vingine. Msiweke uchafu kwenye vichwa vyenu. Kwa nini uweke uchafu? Mmegombana na watu, umenuniana, umefanya nini, amekufanya kitu fulani unakiweka kichwani. Kwa nini ukiweke kichwani? Kitakusaidia nini? Kitakupa mapresha, mabipi, masukari. Baadaye unaenda hospitali unasema naumwa. Daktari anakuambia chukua hiyo kidogo cha kuzuia BP. Chukua kidogo cha kisukari. Mimi nikamwambia kama huyo mtu ni kama anamwambia daktari, kama huyo mtu unampa kidogo cha kudimu pressure kwa sababu ya majirani na marafiki na watu wengine wanamzunguka, mpe na kidogo cha kuwatibu majirani ili wasiwe wambea, wasiwe wanamtukana. Kama kuna dawa hiyo wape, mpe huyo mtu akawatibu majirani. Sio unaumia unakuwa na mtu mwingine kwa sababu ya majirani umeweka lodi, sio? Sio unaenda kutibu hospitali hizo dalili. Sasa uko na vitu vya kuwatibu majirani yako waliowapea wasio wapea. Kama inawezekana. Ukupe na vidonge. Kwa hiyo usiwalaumu mabea, badilika wewe mwenyewe, usitaki kubadilisha dunia. Dunia achana nayo, badilika wewe mwenyewe. Usipende kubadilisha watu wengine. Chochote kinachokuja nao achana nacho, badilika wewe. Kama anakuambia mbea au anakuambia wewe, badilika wewe mwenyewe. Achana na vitu vingine vya dunia. Huwezi kubadilisha dunia, huwezi kubadilisha mti, huwezi kubadilisha maumbile, huwezi kubadilisha hata mvua, hata majira huwezi kubadilisha. Achana navyo, badilika wewe mwenyewe. Kama kuna mvua vaa koti, usivae t-shirt. Ndio kubadilika wenyewe huko. Endana na mazingira. Kama kuna kama kuna mtu ameweka nini misumari, vaa buti. Ndio kubadilika huko. Sasa wewe umekaa pale unataka jirani abadilike. Unataka sijui majira yabadilike. Unataka labda umeolewa na mume ambaye sijui. Hebu niseme huko kwanza. Lakini mnajua mambo ninaweza kufanya. Badilika wewe. Ndio mambo yataenda. Kitu ambacho nitaka kukimalizia, nitaka nisichukue muda mwingi sana. Bila shaka naona watu tumeanza kuchakachuka kidogo. Tuende tunamalizia kidogo. Tunamalizia kidogo. Nilitaka kusema kama una ndoto yako ambao unafikiria kitu chochote kukifanya, kishikilie. Usikiache. Una ndoto yako, unaifikiria usiku na mchana, umeamka nayo, umefanya nini, ishikilie, usiachie. Hiyo ndoto ishikilie kabisa. Kwa sababu ndio iliyokuwa, ndio Mungu aliyokuletea hiyo ndoto. Kila mtu hapa duniani ana ndoto yako aliyoletea. Ukiona wewe ndoto yako unaifikiria, umeilalia, hufanyi kitu chochote, ina maana unatekeleza ndoto ya mtu mwingine. Kuna watu ambao wanaamka asubuhi wanatekeleza ndoto nyingine ya mtu mwingine. Yeye ameacha ndoto yako. Basi ifungue balao isichache ile ndoto. Wanasema inachacha, ndoto ikichacha zinakuwa na nini? Sio? Amka usifanye ichache ile ndoto. Uwe na ishtua, unafanya kitu kadogo kwenye ndoto yako, unaajiriwa. Sasa wewe umeajiriwa.
Ukiajiriwa 50% huna kitu chochote, ni ndoto gani unaipitia? Unafanya ndoto yako au ya mwajiri wako? Si mwajiriwa. Lazima wewe unakuwa na muda mwingine wa kufanya kazi ya mwajiriwa na kufanya ndoto yako. Na ukiona masaa 24, wewe umeajiriwa tu, unafanya kazi ya mwajiriwa, ndoto yako umeiacha pale. Umaskini unao. Hapo hataki mkaja tabiri. Ni kweli uko unahitaji kutafuta mtabiri hapo. Unao tayari. Kwa sababu watu wangapi wanakita? Wanasema 95% ya wanaolitaya wanakufa maskini. 95% wanaolitaya wanakufa maskini. Wewe utakuwa 5%. Tunaposema 5% ni wale mabosile ambao tunawasikia kila siku hapa. Ambao ndio 5%. Amsha ndoto yako, ishikilie ndoto yako. Hata kama umeajiriwa unatoka saa 10, kuanzia saa 10 mpaka saa 6 usiku unafanya nini? Fanya ndoto yako. Timiza ndoto yako, usiache ukaipoteza. Hizo ndio pointi ambazo nitaka nizungumzie leo. Lakini nataka nimalizie kwa kumaliza vitu vidogo tu. Kitu cha kwanza nitaka kuambia ndugu zangu, lazima ujitahidi kuwa mtu wa tofauti. Lazima ujitahidi kuwa mtu wa tofauti. Wewe usiwe mtu wa kawaida. Lazima ujitahidi kuwa mtu wa tofauti. Wewe sio mtu wa kawaida. Ni mtu wa tofauti. Lazima ufanye kitu. Ukitaka kufanya biashara, lazima ufanye kitu tofauti. Ukitaka kufanya chochote, lazima ufanye kitu tofauti. Ukitaka wewe uonekane labda ni binti mzuri kabisa kuliko wote, ufanye vitu tofauti. Ukiona kaka mzuri kabisa, ufanye vitu tofauti. Ukitaka kufanikiwa katika biashara sana, ufanye vitu tofauti. Kila kitu angalia, soma ili mimi nifanikiwe, nifanye vitu gani tofauti. Ukiona wenzako wanalala saa 2, wewe unalala vitu tofauti. Ni kulala saa ngapi? Saa 6 au saa 7 au saa 8. Ukiona wewe wengine wote wanalala saa 4, wewe unalala saa 4. Wanaamka saa 2, wewe unaamka saa 2. Hata utofauti hapo. Uko kwenye kundi la watu. Kwani wewe ulikuja na kundi? Mlipozaliwa, hata kama mnashare birthday, mlizaliwa na mama mmoja na sehemu moja na wakati ule na mlikuwa na lengo moja duniani? Haiwezekani. Wewe una lengo lako. Lazima tuhakikishe lengo lako unalifikia. Kwa hiyo lazima ufikirie uwe mtu wa tofauti kabisa na vitu ambavyo vinatakiwa viwe tofauti. Lazima uwe tofauti. Na unapokuwa tofauti ndio unapata heshima na unapata utu na mambo yako yanaenda vizuri. Kwa sababu watu wanaona wewe ni bidhaa adimu. Bidhaa adimu zote ni tofauti. Sijui jamani, bidhaa tofauti adimu zote ni tofauti. Bidhaa ambazo haziko tofauti, ziko kama zingine, ziko sawa, hata bei zake ziko chini. Pointi ya mwisho ni kusema aibu yako ndio umaskini wako. Aibu yako ndio umaskini wako. Na umaskini wako utawafanya watu wengine wakuonee huruma. Sio? Ina maana wewe utakuwa mtu wa kupenda kuonewa huruma. Sio kuonea huruma. Wewe unapenda mtu akuonee huruma. Unashangaa mtu anakaa kwa mjomba wake hajapewa nauli, anapiga kwa mzazi wake, kwa ndugu zote. Unajua huyu jamaa ana magari matatu, wala ameshindwa kunipa albuku tu. Unajua huyu jamaa nimekutana naye ameshindwa kunipeleka shule na gari, ameniambia nipande daladala. Tunalaumu. Ina maana watu wengine wamefanya kazi hawakulala usiku, wameendelea, sisi tunawalaumikia wao kwa sababu ya maendeleo yao. Hiyo ni hela yako. Mtu akiwa na milioni 2 akakunyima wewe 1000, ni ya kwako? Ni ya kwako? Sio ya kwako. Jamani, mbona mnaogopa hiyo kuisema? Ni ya kwako? Sio ya kwako. Lazima tujiongeze jamani. Lazima tujiongeze. Ifike sehemu tujiongeze. Tusipende kulaumu watu waliofanikiwa eti watuonee huruma sisi. Wakati sisi wenyewe tumeshindwa kujionea huruma, tunalalala, tunaangalia kinaigwe, tunacheza ngoma, tunacheza karata, tunataka tuonewe huruma. Eti mtu anakuja anazungumza hivi, anazungumza hata unamuonea yeye. Anakaa hivi anatikisa kichwa.
Wakati muda wako uliokuwepo alikuwa anafanya nini? Yuko na kinaibu. Wewe unapigana, yeye anafanya vitu vingine. Mnapokuwa wazee anataka yeye wewe umsaidie wakati yeye alikuwa analala. Kineno la Mungu wanasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Wangapi ambao nikisema mimi naomba bukubuku wataitoa hapa? Wataitoa hapa sasa hivi. Kama sio kutoa tu kanisani. Si umesoma wote mpende jirani yako kama nafsi yako? Wakristo si watatoka hapo nje, weka hapa hivi sema nachangisha bukubuku ya kumpeleka mtoto shule. Wangapi watatoa? Ukipata buku 3 Mungu amekusaidia. Na Wakristo tunasali huko ndani, ni uongo mwenyekiti. Tunasali Mungu ndani, tunasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Maisha yako pigana wewe mwenyewe. Usitegemee mtu akakubebea mzigo wako. Kama ufanye maamuzi, kama unatakiwa kubaki hapo ulipo, utabaki na umaskini wako, utaendelea huko ulipo. Ukitaka kubadilika, badilika wewe mwenyewe, badilika mawazo yako na jinsi unavyotembea, unavyofanya kazi, unavyofanya vitu. Badilikeni jamani. Nataka siku moja wadogo zangu tukionana, mnisimamishe barabarani, niseme unakumbuka tulionana siku moja. Umeona mabasi yanapita pita pale, ni mabasi yangu yako pale Ubungo matatu pale, ni mabasi yangu. Unajua ile ghorofa nimejenga pale ni mabasi yangu. Au naenda pale wiki pale airport, dada yangu ananishika, kaka njoo pale, unajua nimetoka Thailand kuchukua nguo zangu na duka pale Kariakoo. Au vipi? Au namuona dada yangu pale kwenye CD nasema au jamani nilimwona Kimanga. Naanza kumwangalia, huyu dada namfahamu, sio? Tusizeeke na ndoto zetu. Tusizeeke na ndoto zetu, tusiende na ndoto zetu makaburini. Hebu tuzitumie, Mungu atatusaidia na tutafikia ndoto zetu. Mungu awabariki sana.